Mechi 5 za ubingwa, Young Africans anahitaji kuzishinda zote pasi kupoteza mchezo hata mmoja. Safari ya mahesabu ya game 5 za ushindi inaanza leo mbele kikosi cha Mashujaa. Ile ya Julio aliyesema kwamba Young Africans ni timu ya kawaida wala haimtishi. Je, kwa kocha Mwalin Mashujaa inamtisha? Anasema kwanza habari za asubuhi. Maandalizi is going very well for kwanza habari ya saizi. Maandalizi yameendelea vizuri sana kwa ajili ya mchezo huu. Tulikuwa na kipindi kizuri cha mapumziko ya FIFA ambapo tulipata muda mzuri sana kwa pamoja na wachezaji huko Dar es Salaam. Kwa wiki iliyopita, kwa upande wa kiwango chetu cha umakini na kujituma, wameonyesha hali ya kipekee sana kwa wiki nzima iliyopita. Nimefurahi kuona kwamba wana shauku na wako tayari kurejea kwenye mchezo wa mwisho wa ligi kuu Tanzania bara, tukicheza michezo hii ya mwisho, tukianza na mchezo dhidi ya Mashujaa. Mashujaa ni timu nzuri, tunawaheshimu sana kama tunavyomheshimu kila mpinzani wetu, lakini sisi tuna hamasa na tuko tayari. Jambo muhimu zaidi kwetu sisi kwa wachezaji ni kwamba tunajua tunachopaswa kufanya na tunajua kwa nini tumekuja Kigoma. Tuko kwenye dhamira maalum. Dhamira yetu ni kuelekeza nguvu zetu zote kwenye mchezo ili kupata alama 3, Mungu akipenda. Nadhani nyote mliona jana tulipofika uwanja wa ndege. Mashabiki wana shauku walikuja kutunga mkono. Tuna mashabiki wa ajabu sana hapa Kigoma na tunafurahi sana kuwaona. Walifika hata kwenye mazoezi yetu. Hivyo tunataka kuwapa burudani nzuri ili kuthamini sapoti yao, kwa sababu wametufanya tuhisi upendo na tunajua klabu hii ina maana kubwa sana kwao. Kwetu sisi tunataka kuwapa mchezo mzuri, kusherehekea pamoja na baada ya mchezo kwa kupata pointi 3 na kuhakikisha kwamba tunaondoka huku tukiwa na furaha baada ya mechi. Hapana, hatuogopi timu yote kwenye ligi. Tunawaheshimu wote, lakini kama kuna jambo timu nyingine zinapaswa kufanya ni kutogopa sisi, kwa sababu ni mabingwa wa nchi. Tunawaheshimu na tutawaonyesha hilo kwamba tunawaheshimu. Wachezaji wanaiheshimu mechi na tutaonyesha hilo katika mechi husika. Hapana, hakuna mchezo mwepesi kwenye ligi. Iwe tunacheza na timu ya mwisho kwenye msimamo ama timu ya pili. Lakini sisi tunafahamu umuhimu wa mchezo huo. Kila mchezo kwetu ni fainali. Hatuwezi kukwepa hilo. Ukweli ni kwamba tunataka kushinda. Tunataka kushinda ubingwa wetu wa 5. Na kila mchezo ni fainali kwetu. Mashujaa hao hawana tofauti. Wao ni timu nyingine tu iliyo mbele yetu katika safari ya kufikia lengo. Na tutaingia kwenye mchezo tukiwa na umakini na uzito mkubwa sana. Hata kama tutafunga mabao 6 ama 5 au kushinda kwa idadi yoyote ya mabao, haijalishi tutashinda kwa tofauti gani. Jambo muhimu zaidi ni kushinda mchezo na kuchukua pointi 3. Kama nilivyosema, mchezo hauwi mwepesi kamwe. Tutawaheshimu wachezaji wao wote. Wachezaji wetu ndio wana uzoefu na ni wataalamu, lakini pia ni wachezaji wenye unyenyekevu mkubwa sana. Licha mambo ambayo watu wengi wanayasema, sisi tunayasikia kutoka nje. Lengo liko wazi, wanataka kushinda ligi. Baadhi ya wachezaji wetu huu utakuwa ni ubingwa wao wa 5, wengine wa pili na wengine wa kwanza. Kwa hiyo wote wanakiwa kumaliza msimu kwa nguvu kubwa sana. Hauwezi kuamini jinsi walivyo wanyenyekevu na jinsi wanaofanya kazi kwa bidii kila siku ili kwenda uwanjani na kufanya vizuri kama wanavyofanyaga. Kwa hiyo hautakuwa mchezo mwepesi, lakini utakuwa ni mchezo mzuri sana kwetu na Mungu akipenda tutashinda. Siwezi kusema ni pressure kama ambavyo huwa nawaambia wachezaji. Ni heshima na fursa kwetu kuwa katika safari hii tuliyopo nayo sasa. Hatima iko mikononi mwetu. Kuna tofauti ya pointi 2 kwenye msimamo na tunazungumzia nafasi ya ligi. Kila mchezo ni lazima ushinde ili kulinda ubingwa wetu. Nadhani pressure iko kwa timu nyingine zinazojaribu kutunyang'anya ubingwa. Kwetu sisi ni swala la kutetea. Hivyo ni nafasi nzuri kuwa nayo. Afadhali kuwa juu ya msimamo kuliko kumfukuza wengine. Tunajua tunachopaswa kufanya na hakuna pressure. Nadhani wachezaji wamezoea hilo. Wanapovaa jezi ya Yanga wanakubali pressure kwa sababu inakuja pamoja na kucheza kwenye klabu kubwa yenye malengo makubwa kila msimu, iwe hapa nchini ama kwenye mashindano ya CAF. Wachezaji wamekubali ukweli kwamba kila mchezo utakuwa na pressure bila kujali mazingira. Sisi tunapenda kuiona kama ni heshima kuwa tunaiwakilisha klabu hii na kinachokuja pamoja na hilo ni kushinda taji, na hilo ndilo tunalolitaka. Kimsikiliza Mwalin ni kama
amemjibu Jamhuri Kiweru akimwambia kwamba wao hawana sababu ya kutoa maneno mabaya, ila wote wafike uwanjani kwa ajili ya kuonyeshana shughuli maalum. Ni kama wewe ambavyo hauhitaji kubishana na mtu, labda unahitaji kuweka ulinzi imara kwenye eneo lako, na ndio hapo RJT Group Enterprises Company Limited tunapotokea. Ikiwa unahitaji usalama wa hakika wa nyumba, biashara yako ama ofisi yako, karibu sana RJT Group Enterprises Company Limited, wataalamu wa CCTV camera, mifumo ya ulinzi na huduma za kisasa za usalama. Tunatoa huduma za ufungaji wa CCTV camera, remote view kupitia simu yako, biometric access control, electrical fence, alarm system pamoja na maintenance and support. Tunakuhakikishia kazi ya kitaalamu, vifaa vya kisasa, bei nafuu na huduma ya haraka na uhakika. Wasiliana nasi kupitia namba ya simu 06 22 97 0515 au 07 38 03 0945 au 07 94 97 0515. RJT Group Enterprises Company Limited, tunasema professionalism, innovation and excellence. Karibu sana. This game we had a good FIFA window where we had a nice time with the players in Dar es Salaam for the last week. So in terms of their concentration level, their commitment for the past week has been exceptional. And I'm happy to see that they are excited and ready to resume the last few games of the NBC Premier League, starting with tomorrow's game against Mashujaa. They're a good team and we respect them a lot, like every other opponent. But we're excited and we're ready. And the most important thing for us and for the players, we know what we need to do and we know why we came here to Kigoma. And we're on a mission. So our mission is tomorrow, and we're focused on tomorrow to get the 3 points, inshallah. No, I think you guys all saw yesterday, since we came to the airport, the enthusiastic fans that came to support us, and we have amazing fans here in Kigoma, and we're excited to see them. They even came to our training yesterday, and so we want to give them a good show tomorrow, to appreciate their support, and because they made us feel the love, and we know what this club means to them. So for us is to give them a good show tomorrow, to celebrate after the game with them with the 3 points, and to make sure that we leave them happy after the game. No, we don't fear any team in the league. We respect them all, but I think if anything, teams should fear us because we're the champions of this country. So we respect them, and we will show that tomorrow that we respect them. The players respect this game, and we will show that tomorrow. No, there's no simple games in this league. Whether we play the last team in the log or the second team, but for us, we know the importance of the game. Every single game for us is a final. There's no hiding from that. The truth is that we want to win our 5th title, and every single game is a final. And Mashujaa is no difference. And they are another team on our way to that objective, and we'll approach the game in that seriousness. So whether we'll score 6 or 5 or we'll win the game, it doesn't matter how many goals we win the game by. The most important thing is that we win the game and we take the 3 points. No, like I said, the game is never simple, and we respect their players. You know, our players, yes, they are experienced players and they are professional players, but they are the most humble players also. You know, they, despite what other people have said, and we listen to these things on the outside, but their objective is clear. They want to win the league. Some of our players, this is their 5th title. Some of them, this is their 2nd title. Some of them, this is their 1st. So they all have this hunger of finishing the season strong, and you can't believe how exceptionally humble they are and how hard they work every single day to go out and perform the way they perform. So it's not going to be a simple game, but it's going to be a very good game for us, inshallah. Not pressure. I wouldn't use pressure. I think it's like I always tell the players, it's a privilege for us to be in the situation we're in. It's in our hands. We have 2 points in the log if you want to talk about the table.
And every game is a must-win for us to defend our title. I think the pressure is on the other teams who are trying to take the title away from us. For us, is to defend it, and so it's a good place to be in. I would rather be in this position on top of the log than to be chasing. So we know what we have to do, and there's no pressure. I think the players have lived. When you wear the younger shirt, you accept pressure because it comes with playing for this massive, huge club that has huge objectives every single season, whether it's in locally or in CAF. So the players accept that fact that every game will be pressure, no matter what. So we like to think about it as a privilege that we are representing this big club, and what comes with it is winning titles, and that's what we want. Assalamu alaikum. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu tumefika katika eneo la kituo cha kazi. Tunashukuru kwa mapokezi makubwa ambayo wamefanywa na mashabiki wa timu yetu. Tunaahidi katika mchezo wa kesho tuweze kupata ushindi ili na wenyewe waendelee kufurahi. Sisi kwa upande wetu tumejiandaa imradi tuwini, kwa sababu mechi zilizobaki hizi ni mechi chache ambazo zinatupeleka sehemu fulani. Sisi tuna malengo ya timu kama timu, pia kila mchezaji ana malengo ya kwake kama ya kwake. Kwa hiyo sisi tunajua mchezo utakuwa mgumu, lakini yote kwa yote sisi tuna focus kwa kile kitu ambacho mwalimu ametufundisha ili tuweze kufanya vizuri. Hiyo tena mipango ya Mwenyezi Mungu. Kutokupoteza au kusale ni mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini sisi kama sisi tumejiandaa vizuri na tuna imani tutafanya vizuri. Sisi tunapambana kwa sababu ya malengo ya timu, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naamini tutaweza kufanikiwa, kwa sababu tunajituma na tunajitolea, tunasikiliza mwalimu haya ambayo anatuambia, tunasikilizana sisi wenyewe kwa wenyewe ili mradi tuweze kufanya vizuri katika hii michezo ambayo imebaki. Kwa hiyo ondoe shaka, sisi tunapambana kwa ajili yao. Kwa hiyo na sisi tunaomba support yao, waje uwanjani kutusupport. Naamini kupitia wao tunaweza tukafanya vizuri zaidi ya vile ambavyo tunategemea sisi. Tahadhari ipo kwa sababu timu tunazokutana nazo nyingi ambazo zimebaki ziko chini sana na zinahitaji matokeo. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuna focus kile kitu ambacho tunaambiwa na walimu ili tuweze kufanya vizuri. Na sisi wenyewe tunafanya mazoezi kwa kujituma ili mradi mwalimu asipate shida katika utendaji.